Katika video ya siku ya leo msikilizaji, naenda kukuonyesha ni faida gani ambazo unaweza ukatengeneza kwa kuwa mzalishaji wa sabuni za magadi. Ni faida gani au ni kiasi gani cha pesa unaweza ukawekeza na kiasi gani cha pesa ambazo unaweza ukakipata kwa kuwa mzalishaji wa sabuni za miche aina ya magadi. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Nimekuandalia madarasa WhatsApp online kama unapenda kujifunza zaidi kuhusiana na ujasiriamali. Lakini pia nimepata fursa kuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Karibu kwa ajili ya kuja kujifunza zaidi. Ikiwa basi utapenda huduma mojawapo, unaweza ukanitext moja kwa moja kupitia WhatsApp. Hii namba usipige au usitume message kawaida. Unaweza ukanitext kupitia WhatsApp 0783500971 nikakutumia utaratibu na maelekezo mazuri ambayo utayafuata na utapata matokeo mazuri zaidi. Msikilizaji, mara nyingi tumekuwa tukijifunza ujasiriamali wa kuzalisha bidhaa mbalimbali haswa za kijasiriamali kama vile sabuni za magadi, sabuni za vipande, sabuni za kuogea, sabuni za miche pamoja na liquid soap za aina mbalimbali. Lakini je, swali ambalo nimekuja nalo katika video ya siku ya leo ni kiasi gani cha fedha ambazo unaweza ukawekeza na unaweza ukapata kwa kila aidha dumu au lita kadhaa za uzalishaji wa bidhaa hiyo? Kwa sababu watu wengi wametoa maoni yao katika video zangu nyingi, nikasema ili niweze kulizungumza katika uwazi zaidi na tuweze kupata mwanga mkubwa zaidi ili tuwe tunauelewa au fahamu juu ya kile ambacho tunaenda kujifunza. Jambo la kwanza msikilizaji, kinachotengeneza bei ya bidhaa ni ujumla wa malighafi unazotumia, gharama za uzalishaji kiujumla, kwamba nimetumia nini na ni shilingi ngapi, nimetumia usafiri kiasi gani. Hicho ni cha kwanza. Cha pili ni bei ya wapinzani ambao wako sokoni tayari. Huwezi kusema nimetengeneza bidhaa yangu ndio, unaweza kutengeneza katika ubora zaidi, lakini bidhaa yako ni kwa mara ya kwanza ndio inaonekana sokoni, alafu unataka kuuza kwa bei kubwa zaidi ya wale watu ambao tayari umeshawakuta sokoni. Wale watu ambao wana compete nao ni watu wazuri sana ambao unaweza kutumia research ile ili wewe kuunda au kutengeneza bei yako mpya. Kwa hiyo unaweza ukaamua, mfano sasa mimi mpaka mche wangu umekamilika labda nimetumia shilingi 800. Baada ya kugawanya kila kitu, gharama zangu zote nimetoa, nikakuta kila mche mmoja wa sabuni ya magadi nimetumia shilingi 800. Na nikienda sokoni naangalia wale watu ambao wana compete na mimi au na compete nao, wale washindani wale, nakuta mche wao dukani ni 1500. Kwa hiyo naweza nikaamua kutoka kwenye 800 mpaka 1500 kuna tofauti ya shilingi 700 nzima pale, ambayo ni faida aidha ya mzalishaji. Huu ni mfano natoa ambao utakuongoza wewe namna nzuri ya kupanga bei yako pote pale ulipo na ikiwa umeamua kuwa mjasiriamali. Lakini hii si tu katika sabuni ya magadi. Unaweza kutumia mfano huu katika kuandaa au kupanga bei ya bidhaa yako yoyote ile ambayo unaizalisha. Kwa hiyo unaangalia ile distance kutoka au interval kutoka kwenye shilingi 800 mpaka shilingi 1500. Unakuta kuna shilingi 700 pale. Sasa ukaamua, kwa sababu hawa wanauza 1500 ni watu ambao tayari wameshatengeneza mizizi, watu ambao wamekaa muda mrefu sokoni. So mimi sitauza 1500 kwa sababu ndo naingia sokoni, mimi nauza 1200 au 1300. Yaani kwa kila mche mmoja nipate shilingi 500 au shilingi 200. Hii itakusaidia wewe kuweza kupenya sokoni. Kwa wale wateja ambao watashinda kuafford ile bei ya 1500 wakachukua ya kwako 1200. Yamkini inaweza kawa na ubora ule ule, lakini itakusaidia kirahisi zaidi kuliko kupanga bei kubwa kuliko yule mtu ambaye tayari umekwisha kumkuta sokoni. Hasa nataka turudi nyuma kidogo ili tupate mwanga zaidi. Sasa tunazungumza katika upande wa gharama za malighafi ambazo mimi nimetumia. Dumu moja la mafuta ya mise ambayo ndo malighafi mama inayotumika katika kuzalisha sabuni hii, kwa bei ya wastani huwa ni shilingi 70 mpaka 75. Yaani kuanzia 60, 65, 70, 75. Kwa inachezea hapo katika. Tunaweza tukachukua wastani wa 70. Na kostiki ambayo inatosha kuzalisha dumu moja la mafuta unaweza kutumia kilo 3 mpaka kilo 3.5. Tawaelekeza zaidi wale ambao wanakuja darasani au wanaochukua vitabu vya ujasiriamali ni ajira. Ambayo kwa wastani ukinunua kwa bei ya jumla inaweza kawa shilingi 10,000 au 10,500. Kwa inaenda kwenye wastani wa 80, unatumia na sodium silicate tunaenda paka walau 85, 86.
tutatumia na rangi ya 1500, inaweza kafika mpaka shilingi 91,000. Dumu moja wastani linatoa miche 110. Sasa tunaweza tukaendelea katika hii video ambayo inafuata hapa.